Bwana Yesu apewe sifa sana. Haleluya. Inawezekana watu tunasameana, ila sio msamaha ambao Yesu anautaka. Yesu apewe sifa. Inawezekana tunasamehana, lakini sio msamaha ule ambao Yesu anautaka. Sikiliza, Yesu mwenyewe alitamka neno la msamaha katikati ya maumivu. Alitamka neno la msamaha katikati ya dhoruba. Yaani wamegonga misumari huku mikononi na miguuni, lakini anasema, Bwana Mungu, tazama hao, wasamehe kwa sababu namnunia mwenzako mwaka mzima. Yaani umekuja kwa kuomba mboga, nikasema sina, unanunia. Wewe unaenda mbingu ya nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Msamaha ni kitu kidogo, lakini kimekuwa ni kigumu katika ulimwengu wa sasa kumsamehe mtu. Tunajidanganya tu, nimeshamsamehe. Lakini kumsamehe baadaye tunaenda kumsema kwa mwingine, huo sio msamaha. Msamaha ni kuachilia. Maana Yesu angesema pale, akasema nimewasamehe, lakini akasema Baba, atazama hawajui litendalo, lakini Baba, hapo hakuna msamaha. Haleluya. Hapo hakuna msamaha. Yaani ukisema tu lakini, yaani umekuja, ndugu yangu naomba unisamehe, sintorudia, ukasema nakusamehe lakini iwe ya mwisho, hakuna msamaha hapo. Yaani ukiweka tu lakini iwe ya mwisho, hakuna msamaha. Huo hakuna msamaha wa hivyo. Wewe ukisema nimeamua kukusamehe, maana yake umeamua kuachilia. Ukiamua kutokumsamehe mtu, basi usimsamehe. Yaani ajue kwamba fulani, mimi bwana nishamfuata mara kadhaa, nimemuomba msamaha amenikatalia, kuliko kumsamehe na kumpa masharti. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani mtu anakusamehe kwa masharti, wewe umemsamehe, hakuna msamaha hivyo. Msamaha gani wa hivyo?